Ripoti mbalimbali zinaeleza kwamba Irani imetoa onyo kali kwa Marekani ikisema kuwa ina uwezo wa kuiangamiza manuari kubwa ya kivita ya Marekani USS Abraham Lincoln endapo itachokozwa au kushambuliwa. Taarifa hii imetolewa kupitia vyanzo vinavyohusishwa na jeshi la Iran, ikieleza kuwa taifa hilo lina makombora ya kisasa ya hypersonic yanayoweza kupenya mifumo ya juu ya ulinzi wa kijeshi ya Marekani. Kwa mujibu wa taarifa hizo, Iran inadai kuwa imefanya maendeleo makubwa katika teknolojia ya silaha, hususan makombora yanayosafiri kwa kasi ya juu sana, zaidi ya mara 5 ya kasi ya sauti. Makombora ya aina hii yanatajwa kuwa magumu sana kugunduliwa na rada za kawaida, na pia ni vigumu kuyazuia mara yanapolengwa kwenye shabaha. Onyo hili linaelekezwa moja kwa moja kwa manuari ya kivita ya Marekani USS Abraham Lincoln, ambayo ni miongoni mwa manuari kubwa na zenye nguvu zaidi duniani. Manuari hiyo hubeba ndege zaidi ya 70 za kivita, maelfu ya wanajeshi, pamoja na mifumo ya kisasa ya kujilinda dhidi ya mashambulizi ya anga na baharini. Irani imesisitiza kuwa kauli yake si ya kutafuta vita, bali ni ujumbe wa onyo kwa Marekani isijaribu kuishambulia au kuingilia mambo yake ya ndani. Maafisa wa Iran wanasema kuwa endapo Marekani itachukua hatua ya kijeshi, basi majibu yatakuwa makali na malengo yake hayatakuwa ya kawaida, bali ni vitu vya kimkakati kama manuari na kambi za kijeshi. Tishio hili linakuja wakati hali ya usalama katika Mashariki ya Kati ikiwa tete, huku kukiwa na mvutano mkubwa unaohusisha Marekani, Irani, Israel na makundi yenye uhusiano na Irani katika maeneo mbalimbali ya kanda hiyo. Hatua yoyote ndogo ya uchokozi inaweza kusababisha mzozo mpana wa kijeshi wenye madhara makubwa kwa eneo zima. Ripoti mbalimbali zimekuwa zikieleza kwamba Irani huenda ikaizamisha meli ya USS Abraham Lincoln ikiwa hatua za kijeshi za Marekani zinaweza kusababisha maafa katika taifa la Irani au uchokozi ambao Marekani utakwenda kuanzisha, basi Irani itachukua wajibu wa kuweza kuilenga meli ya USS Abraham Lincoln ambayo inaelekea Mashariki ya Kati, huku mvutano ukiongezeka kati yake na Marekani. Sasa mtazamaji wetu, kwa taarifa zaidi basi endelea kujiunga nasi hapa na tutafuatilia taarifa hii kwa kina ili tukujuze kile ambacho kinajiri.